Nahisi Clement Mwandambo kosa sio kukashifu dini. Hajaanza leo. Kama kungelikuwa kuna kuchukuliwa tu, angechukuliwa hatua kule nyuma kabisa. Nyuma kabisa kule 2000 na ngapi huko alikuwa tu tena kikosi kazi. Nadhani sisi ndo tulianza kumwataki. Tulianza kumwataki kwamba wewe, tulianza kuataki hapana, wokovu sio. Tulisema sana. Tena kwa sema Mungu hayupo, Mungu yawezekani, Mungu anasema siji atatupa kwenye jehanamu ya moto, alafu huyo ndiye aliyetuumba. Alikuwa anaongea mengi, aliongea mengi huko, hakuwa na kashifu, ila tu sasa hivi ndo anaonekana amekashifu. Hapana, na hisi kuna kitu nyuma. Huenda yawezekana, nasema yawezekana, huenda kwenye alipoingia kwenye habari ya kuanza kukosoa serikali juu ya utendaji wake mbaya wa kazi, huko ndiko ambapo kuliko mweka kwenye hatari ya haleluya, mtu wa Mungu. Kwa siku nyingi sijatokea moja kwa moja kwa klipu ambayo ningeongea lolote, lakini sasa hapa nataka niongee jambo hili ambalo limenikirihisha na limenihuzunisha, ambalo ni la kuhusiana na Clement Mwandambo. Ni kuhusiana na kukamata kwake, ambapo maelezo ya upande wa polisi yanasema kwamba amekamatwa kwa tuhuma ya uchochezi, lakini pia kwa habari ya kukashifu dini. Sasa mimi niongee maneno haya kwamba Clement Mwandambo hajaanza leo masuala ya kuongelea masuala ya dini, kwamba dini nyingi zilizoko Afrika au hata pia na Tanzania, kwamba nyingi ni za upigaji, zipo kwa sababu ya ulaji, na sababu hizo alizokuwa akizitoa zina mashiko ndani yake. Na ukimwangalia pia aliwahi kuwa kiongozi wa dini bila shaka, na unaona kwa nini pengine alianza kukinzana na masuala ya dini. Dini ni mlango mwepesi wa watu kufilisika. Yaani watu wakiingia kanisani wanaweza wakaniambia, ili upate pesa, toa pesa ili zije pesa. Yaani ili Mungu akubariki, toa pesa, toa kinachokuma. Lakini utakuja utaona maandiko hayaelezi kwamba kuna kitu utatakiwa umpe Mungu ndipo ubarikiwe au ndipo upate pesa. Sasa hivi tuna jamii fulani ya Wakristo wengi kama akili zao ni mazezeta. Yaani ikitokea umeongea hayo maneno kwamba dini nyingi zipo kwa ajili ya upigaji, zinaibia watu, zinatapeli watu, basi utakutana na jamii ya Wakristo ambao kwa sehemu kubwa wao huwa wanataki moja kwa moja kwa mtu anayekuwa anasema maneno kama hayo, kwamba wewe utapigwa na Mungu. Yaani wewe unasema watumishi wa Mungu. Kiujumla mimi nifahamu kushika Biblia au kuvaa msalaba haimaanishi kwamba ni mtumishi wa Mungu. Hawa wanaozia si watu mafuta ya upako. Yeye akitaka pesa na anazikusanya kwa kuuzia watu mafuta ya upako, kuwauzia udongo, kwa kuombolesha si nyota, si kufanyaje. Lakini wao ili wapate pesa, hao ambao ndio wafuasi wao wapate pesa, wataambiwa ili zije anunue mafuta kwa shilingi kadhaa au anunue maji ya upako, ndipo pesa azipate. Ila utakuja utaona hao ambao ndio viongozi wa dini, wao hawauzii mafuta mali fulani ili wazipate pesa. Utakuta utajiri wao mwingi unatokana na sadaka za mandondocha, unatokana na sadaka za Wakristo wengi wavivu kufikiri, wasiosoma Biblia na kujua Biblia ilitaka nini. Sasa pengine ni maelezo ya mwanzo ambayo nitaka nikuweke sawa kabla sijaongea na kuhusiana Clement Mwandambo. Hata ukisoma maandiko, pengine nikusomea hapa maandiko katika kitabu cha Ayubu hapa kwa sehemu. Sikia maandiko haya. Sikia maandiko haya katika Ayubu. Mungu anasema, ni nani aliyetangulia kunipa hata nimlipe? Yaani ni nani aliyetoa kitu ambacho akamshawishi Mungu ndipo Mungu ampe kitu? Mungu anachokiangalia nini? Anataka moyo. Anaangalia moyo wa unyenyekevu, wa uchamungu, moyo wa uchaji, moyo ulioacha mabaya. Na ndio maana anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, mengine yote mtazidishiwa. Kwa sababu mtu kuto kupata pesa
mara nyingi sio laana na mikosi, ni kwa sababu ya maisha yake machafu ambayo anaishi maisha ya dhambi. Dhambi automatically ukishaanza kuishi, ukishaanza kutenda, unazini, unaua, unatapeli, kwa vyote vile laana na mikosi vitakufuata. Hata uvunjiwe laana na mikosi haviwezi vikatoka, ila utakuja utaona, ili uingie kwenye baraka ya kimungu. Mungu anachotazama ni moyo wako. Wewe unaua watu, unateka watu, unazini na wake za watu, unaiba, unafanya kila aina mabaya, ila unaingia tu, unataka uambiwe na wahubiri kwamba si ukitoa utabarikiwa, si magonjwa atatoka. Magonjwa yatoki kwa sababu ya kuambiwa na mhubiri wako tapeli, huyo anayekuzia mafuta ya upako, kwamba si yatatoka. Hapana, magonjwa na matatizo na kila aina ya mabaya ambayo yanakupata yataondoka kwa sababu ya wewe ukuacha kutenda mabaya. Maandiko yanasema ya kwamba ukipandacho mtu ndicho atakachokivuna. Ukisoma katika Warumi ile sura pili mstari wa 9 pale inasema ziki na shida kwa kila nafsi ya mwanadamu tendea ubaya, kwa Myunani kwanza na Myahudi pia. Lakini pia katika Kumbukumbu la Torati sura 28 kuanzia mstari wa 15 sema, lakini itakuwa ambapo hutasikiliza sauti au maelekezo ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kuyatenda, sema utalaniwa mjini, utalaniwa na mashambani. Kwa hiyo nataka nikwambie Clement Mwandambo, kwa serikali kumfunga au kukuchukua hatua kwamba amekashifu dini, mimi nakuhakikishia hajaanza leo, ila nahisi Clement Mwandambo sababu kagusa masuala ya serikali, kuumiza watu, kuua watu na hizi kashfa ambazo wamekuwa nazo za watu kutekwa, wanakuja watu wanataja, mfano kama Sativa aliwahi kumtaja Mafuele, sema huyu ndiye aliyeniteka, nalimba mpaka na wimbo. Leo unakuja unaona tena pia Amfani Polepole aliyokuwa balozi wa Cuba, mpaka hatujui alipo. Kaka yake alisema aliyemteka ni Mafuele. Sasa hizo namna hizo, lakini pia uje kwenye kipindi cha Oktoba 29 watu waliuawa kwa kupigwa risasi. Niliwahi sikia, sasa sina ushahidi kwenye hilo, ila niliwahi sikia ikizaniwa kwamba kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam akanasema kwamba ile video ile sambaa ni AI, lakini baadaye ndio wao wanakuja wanasema kwamba nguvu iliyotumika Oktoba 29 ilitakiwa iwe vile. Kwa maana nyingine, kuua waliua, ila kukiri kwamba tumeua ndo kutoka hadharani kabisa kusema ni kweli tulifanya yale, aidha kwa makosa moja kwa moja walikuwa wakili, ila baadaye unajua unaona hao tena wanakuja wanakiri kwamba nguvu iliyotumika Oktoba 29 ilikuwa ni hivi. Kweli unaua watu ili ukae kwenye kiti cha urais, ukae kwenye kiti cha uongozi, utaongoza wakina nani? Na hata sasa tunapoongezekana mpaka hapa tunapoongea, yawezekana, nahisi yawezekana muna wakati mgumu sana wa kuongoza. Sasa nitaka nisome maandiko haya nisome kwanza ila Clement Mwandambo ambalo nilikazie kuhusiana na dini zinavyochangia kutapeli watu. 41 Ayubu mstari wa 11 nasema hivi, ni nani aliyetangulia kunilipa hata nimlipe? Kila kilicho chini ya mbingu nzima ni changu. Huyu ni Mungu asema, ni nani aliyetangulia kunilipa hata nimlipe? Ni Mungu huyo. Kila kilicho chini ya mbingu chote ni changu. Sasa kuna wahubiri wanakuambia ukitoa pesa Mungu ndo atakuona, ukitoa si atakubariki. Ni matapeli hawa. Kwa Clement Mwandambo mimi namtetea, ni kwamba tu hakukutana na dini ambazo zenyewe kwa sehemu kubwa zilikuwa zinaakisi nini maana ya kumcha Mungu. Sio utapeli uliojaa mababani, watu wanafilisika, si kupuliza gesi, si nilipuliza gesi si kaja. Ni utapeli huu, ni utapeli wa macho makavu. Biblia inasema asiyefanya kazi na asile, ila wao wanawaambia kwamba si ukitoa pesa utapata pesa. Ni matapeli. Sasa nimalize na hili la Clement Mwandambo kwamba nisome katika kukamata kwake, nisome katika Marko 6 mstari wa 19 sema hivi, naye yule Herodia akawa akimvizia akitaka kumua asipate. Maana Herode alimwogopa Yohana akimjua kuwa ni mtu wa haki mtakatifu, akamlinda, na alipokwisha kumsikiliza alifadhaika sana, naye alikuwa akimsikiliza kwa furaha. Mimi nahisi Clement Mwandambo
Kosa sio kukashifu dini, hajaanza leo. Kama kungelikuwa kuna kuchukuliwa hatua, angechukuliwa hatua kule nyuma kabisa, nyuma kabisa, kule 2000 na ngapi huko alikuwa watu tena kikosi kazi. Nadhani sisi ndo tulianza kumwataki kwamba wewe, tulianza kuataki. Hapana, wokovu sio, tulisema sana tena kwa sema Mungu hayupo, Mungu yawezekani, Mungu anasema sijui atatupa kwenye jehanamu ya moto, alafu huyo ndiye aliyetuumba. Alikuwa anaongea mengi, aliongea mengi huko, hakuwa na kashifu, ila tu sasa hivi ndo anaonekana amekashifu. Hapana, na hisi kuna kitu nyuma. Huenda yawezekana, nasema yawezekana, huenda kwenye alipoingia kwenye habari ya kuanza kukosoa serikali juu ya utendaji wake mbaya wa kazi, huko ndiko ambapo kuliko mweka kwenye hatari. Kwa hiyo hapa unaona kwenye Biblia niliyosoma Marko, huyu Herodia alikuwa ni mwanamke aliyekuwa na zini na mfalme anaitwa Herode, akawa ambaye ni mtu wa Mungu anaitwa Yohana Mbatizaji, akawa amemkemea Herode kwamba si vyema kuchukua mke ambaye si wa kwako. Herodia ambaye ndio mwanamke mmoja alikuwa na zini na mfalme, akaanza kumvizia Yohana atafute sababu ya kumua, ila hakuona kosa lolote kwa sababu alimwogopa, alimjua kwamba huyu ni nabii wa Mungu. Akakimsikiliza kwa furaha, alikuwa anamvizia atafute tu kosa. Sasa nahisi Clement Mwandambo, nahisi kwa sababu ya kuingia kwenye masuala ya kukemea serikali hii inaitwa kukashifu dini. Sasa hivi hii ambayo anaonekana amekashifu dini, hajaanza leo Clement Mwandambo. Mimi nahisi kuna namna ya busara zitumike za serikali, vinginevyo mtazidi kujichafua tu, mtazidi kujichafua. Mimi nahakikishia ubaya haufichwi kwa kutenda ubaya. Ubaya unatubiwa, ndo njia pekee ya kuyafanya mambo yawe vizuri. Ukisoma maandiko inasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Ubaya haufichwi kwa kutenda ubaya tena. Ubaya unarekebishwa kwa sababu ya kugeuka na kusema kuanzia sasa hatutafanya tena, na kutubu hadharani kwamba kwa sasa tumeamua kutubu, tunapita kwenye uelekeo ambao wananchi mnautaka. Lakini kama mutafosi, mutalazimisha watu waamini kwamba nyinyi mko self, yani hamna shida yoyote, na hakikisheni hamtauficha ubaya wenu wote na wala hautakuja kusafishika. Nimaliza kwa kusema Clement Mwandambo, busara zitumike. Mimi unaniona ni kiongozi wa dini, lakini mimi sina chuki yoyote na Clement Mwandambo. Mimi nahisi ni njia ambayo naye pia aliichagua, aidha pengine aliwahi kutapeliwa, lakini sio tu yeye, hata sisi wenyewe, mimi mwenyewe kutapeliwa. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa mimi nahisi Clement Mwandambo hana hatia yoyote. Itafutwe namna ya busara tu ya kuyamaliza mambo haya. Hongera kwa kunisikiliza. Asante.